Kiukweli inanifanya nisikitike na kujiuliza kwamba Tanzania tunaenda wapi? Tanzania tunakwenda wapi? Kwa sababu wanadamu wanaona fedha ama cheo au mali ni kitu cha thamani au kitu cha maana kuliko uhai wa mwanadamu. Kwa kipande kikubwa nasikitika sana kwa sababu naona ubinadamu, utu umepotea juu ya watu, na mtu aliyeko saizi duniani anathamini sana mali, fedha, anathamini vyeo, vitu vya dunia hii anavisamini kuliko utu wa mwanadamu, kuliko ubinadamu, kuliko kujali maisha ya mwanadamu wenzie kwamba ana haki ya kuishi duniani. Aliwahi kuongea mzungu mmoja, nimesahau tu kwamba alikuwa ni nani. Nadhani alikuwa ni rais wa Marekani. Kama si rais wa Marekani basi alikuwa ni mtu fulani mwenye wadhifa mkubwa sana Marekani. Alisema ukitaka kumjua mwanadamu kwamba ni katili kuliko mnyama, basi Mwafrika umuahidi kumpa mali ama kumpa cheo au kumpa chochote ambacho katika maisha haya kinaonekana kwamba ni kitu cha thamani, basi atafanya tukio ambalo hata wewe utabaki unashangaa kwamba amefanyeje. Kwa sababu kwa hiki kinachoendelea katika nchi ya Tanzania ni kitu fulani ambacho kwa maisha haya watu wa Mungu tulioko duniani, tulioko Tanzania, hapana, ni kitu fulani ambacho hakina afya. Watu wanathamini sana cheo, wanathamini sana mali, wanathamini sana kuwa na takataka za dunia ambazo kiuhalisia mtu kama unaweza kutoa uhai wa mwanadamu mwenzio kwa ajili ya makaratasi ambayo yanatengenezwa kwa mbao za mpaina. Ni mpaina ule, kila kwa sababu ameweka serial namba pale, ameweka na namba zile labda ni 10,000, umeona ni nyekundu, ameweka na rangi, basi unaweza kutoa uhai wa mwenzio kwa ajili ya vitu kama hivyo, wakati mwanadamu, yako maandiko yanasema kwamba kuishi ni bora kuliko vitu vya dunia hii. Unasema mwanadamu, maisha ni bora, mwili ni bora kuliko mavazi, ni bora maisha ya uishi haya ni bora ukavaa majani lakini ukaishi kuliko ukavaa suti ukawa marehemu. Nakuja kwa masikitiko kwa sababu kwa hiki kinachoendelea Tanzania, ukiangalia saizi kuna taarifa ambayo inaendelea kutrend sana mtandaoni na hatujui mpaka saizi kwamba Mdude Nyagali nini kinaendelea. Ni Mtanzania, hata kama mtu utamuona kuna mahali amekukwaza, usichukue sheria mkononi kwa sababu wewe ni askari, kwa sababu wewe uko kwenye cheo. Mimi ndio kuna clip niongea nikasema kwa maskari, sijajua maskari toka kipindi cha Yohana. Ndio maana hapo wakamwendea Yohana wakasema na sisi maskari tufanye nini? Akasema msimsingizie mtu kwa uongo na toshekeni na mishahara yenu, kwa sababu alijua maskari, sijua maskari kuna kalana gani ambao kanawatafuna na kuwafanya msiangalie kwamba kuna utu. Mtu ukiona kuna mazingira kukosea, yani kuna mazingira kujua kama huyu ni mwanadamu, unakuja kujiangalia. Wewe hapa unakuja kukaa kwenye hilo vazi la polisi la askari. Umewahi kupitia shule za misingi na chekechea, ulikuwa mbumbumbu kabisa. Sio kama ulikuwa na akili, ulikuwa mbumbu na ukutarajia kama kuna siku utakuja kuwa askari. Hata kama shauku na moyo, kwa sababu tukiwa watoto tulikuwa na shauku, nitakuwa askari, nitakuwa mwanajeshi. Tulikuwa na shauku hizo, hata mimi nilikuwa na shauku hiyo. Lakini bado kwa mbumbumbu ulikuwa ni chochote. Lakini umefika kwenye wazifa, kwenye nafasi ulionayo, unaitumia nafasi vibaya. Wameenda kujitambulisha pale kama maskari kwa Mdude Nyagali, wamempiga kiasi kwamba yani kama ni bucha mahali ambapo mwakuzia ng'ombe, mtu unampiga hata kama amekosea, kwa sababu ya kuongea uovu kwenye jamii, kwa sababu ya kukemea mahali ambapo amsimamii sheria. Sasa unajua kama huyu anajivuna sana huyu. Wewe mwanadamu umepewa kuishi mara moja, na vyote unavyohangaikia mwanadamu, uwe ni polisi, uwe ni waziri, uwe ni rais, uwe ni mbunge, uwe mwanadamu tajiri wa aina yoyote, nikwambie tu mwanadamu, kwa mwanadamu umepewa kuishi mara moja. Ilifaa sana ungekuwa ni mtu ambaye ungekuwa unajaribu kujitathmini kwamba hivi nilikuwa mtoto, saizi nina umri wa miaka 40, 30, 20, 60, miaka inazidi kwenda mbele, hivi naelekea wapi? Nadhani ilikuwa ina maana sana, lakini sasa mnathamini vyeo, mnathamini mali, fedha kuliko utu wa mwanadamu, kuliko uhai wa mwanadamu. Mnaenda mnapiga mtu kama ni jambazi sugu. Mimi ni waase tu wanadamu kwamba ni kweli inawezekana mkao mnathamini vyeo, mnathamini mali kuliko utu wa mwanadamu, lakini mimi ningekushauri kwamba usitekeleze agizo lolote kwa sababu ni waziri amekwambia. Waziri ni mwanadamu kama wewe. Mkurugenzi wa aina yoyote ni mwanadamu kama wewe. Awe ni IGP, awe ni RPC, awe ni UCD, wote hao ni wanadamu kama wewe. Vile ni vyeo tu, ni alama
na ni kanembo fulani ambao kamemfanya awepo kwenye nafasi kwenye hatua hiyo. Lakini waziri, ubunge, upolisi, UIGP, ujenerali, uraisi, usiwape mamlaka ya kutekeleza vitu ambavyo vitakuwa na madhara katika ubinadamu. Wewe jua tu kama ni mtu kama watu wengine. Na ndio maana ukila unaenda chooni. Na ndio maana mashaka mengi katika maisha yako. Ukipanda chombo cha moto unakuwa na mashaka. Kwa mimi nikipinduka gari kwa mfano kama hapa naishije? Ikianguka ndege kwa mfano kama hapa naishi. Unajua ni mwanadamu. Watu nilikuwa naangalia watu wa Kenya, polisi wamepata ajali. Watu wanasema kwamba bora na wakufe. Mimi niongea nikasema askari usipojitambua. Mtu yoyote katika cheo usipojitambua kwamba hicho cheo kisikupe jeuri kwamba usio binadamu. Usipojitambua kwenye nafasi ulionayo, ukahisi kwamba ni kama ndio umefika ndio topu. Mimi nakusii mtu yoyote katika cheo chochote, nafasi yoyote, kwamba tumia muda wako, kwa sababu mwanadamu pamoja na jeuri ulionayo leo, pamoja na kiburi ulicho nacho leo, mwanadamu unapita. Mwanadamu unapita. Utaua, utawaisha wengine, utawadhuru, utawafanyia ubaya, lakini mwanadamu unapita. Tufike mahala Tanzania tusianze kuishi kama tunao ndugu zetu wa Kongo hawakaliki. Tanzania ndivyo ilivyo saizi. Mdude kafanywa kitu cha ajabu pale, kapigwa, kapondwa na vya kubonda, damu zimevuja mali. Unakuja kuangalia watu walikuwa wanaenda kusikiza kesi mahakamani ya Tundu Lissu, nao wamevunjwa mifupa. Wewe mwanadamu unapata mamlaka ya kumvunja mwenzio mfupa. Unavunja mtu, unamvunja. Naomba nisome maandiko katika kitabu cha Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 10. Nasema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo anasema kama hapo ndio penye subira watakatifu. Lakini wewe kama utachukua mtu mateka, wewe jua tu nikusi sana askari, mtu yote yani, kama ni maisha yamekupiga, kama ni cheo kimekunogea, hapana kisikonogea kwa sura hiyo mnao kinachowanogea watumishi watu mlioko duniani. Tanzania tusifike huko. Yako maandiko yanasema kwamba wazazi msiwachokoze watoto, watakata tamaa. Hao wanadamu watakata. Kwa nini msitengeneze mifumo ambayo watu watakuwa na mazingira ya kuishi kama tuko wote ni watoto wa baba mmoja, tuko Tanzania. Mungu alituweka Tanzania. Lakini unakuja kuona mtu anaenda mahakamani na sheria zenu zinaruhusu mtu aende mahakamani kusikiza kitu chochote. Unakuja ndio, hata kama mlisikia mlikuwa mna intelligence ya kusikia kama wanaenda kuandamana. Lakini mimi naamini wasingeenda kuandamana. Na mimi natapara wasingeshinda kufanya chochote. Yaani msiweke namna ya hofu kwa sababu ya hisia zenu na matakwa ya vio mnavyovitaka. Licha hivyo basi mngetaka sio kumvunja mtu mguu, unapiga mtu wa mgongo, mtu unapiga mfupa mpaka mfupa unavunjika. Nataka nikwambie mwanadamu kwamba lile usipopenda kutendewa usimtendee mwingine. Sisi sote ni Watanzania. Na hapa Tanzania tulijikutamo. Wewe askari, wewe ni waziri, wewe ni rais, wewe ni mkurugenzi, ulijikutamo Tanzania. Yaani sio kana kwamba wewe hapa ndio Mungu akati naumba Tanzania, naumba dunia, ulishauriana na Mungu kwamba kumbe wewe Tanzania au wewe duniani. Hapana. Tufike mahala tujali utu, tutangulize utu, tutangulize binadamu kuliko cheo, kuliko mali, kuliko vitu vya dunia hii. Leo nachukua mateka. Uwezo kujua kwamba iko siku watoto wako watakuja kukinywea kikombe ambacho unakifanya leo. Jamii yako, ndugu zako watakuja kukinywea kikombe unachokifanya leo. Wako watu wakati namuua Yesu, walisema damu yake na iwe juu ya vichwa vyetu na watoto wetu. Mimi naamini wale watoto kama ndio wako mpaka leo, ile laana kama iko kwenye familia yao mpaka leo, wanawalani sana baba zao na babu zao wale. Wanasema walianzaje? Tufike mahali watu tuko Tanzania, tusifike huko tunapotaka kufika. Cheo kisio kina thamani kuliko maisha ya mtu. Kwenda kumkamata Mdude, kumpiga, utafikiri jambazi sugu. Majambazi yako yanadhurua mitaani tu, yanaonea watu. Yaani mpaka nasema kama polisi, ndio polisi mna shida gani? Maana wako kuna mauaji yanaweza kutokea kwenye jamii, kuna uhalifu unatokea kwenye jamii. Hauoni mkono wa askari kuhangaika sana? Watu wanazulumia mashamba, mipaka, kwamba wewe umetumia, wewe ulichukua hiyo nani hiyo kazi kwamba mimi nitakuwa mlinzi wa raia na mali zake. Mali zake ni pamoja na vitu vyote. Lakini unakuta watu wanatekwa, wanapotea, watu wanauawa, wanauana. Mnakuja kuhangaika na vitu fulani ambavyo tunashinda mpaka unakata kwenye kitu tutajitabira. Tutajikwaa kuongea. Kwa sababu kama binadamu unasikia mtu anatoa ripoti amepigwa mfupa mpaka umevunjika. Mwanaume mwenzio, mwanadamu mwenzio, unaweza kumfanyia hivyo. Inakuwaje kwa mnyama? Kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya takataka za dunia ambazo siku ya siku utakufa utaziacha. Kwa ajili ya vazi la upolisi, kwa ajili ya vazi la ubunge, kwa ajili ya vazi la uwaziri, utakufa utaviacha. Utastafu utaviacha. Kwani sio nalo nzuri tu? Kwani tusifike mali tu nalo tu nzuri? Tumekubali kutoa tozo, tumekubali kutoa kodi, mpaka mnataka kuchukua na uhai wa watu, mpaka na uhai wa watu ndio tunauchukua. Hapana, tunafika mbali. Tumefika mbali sana. Tumefika mbali kama Tanzania. Kiukweli mimi ni waasi watu wako Tanzania. Hapana, tunataka kuelekea mbali sana. Watu tuna mashaka saizi. Yaani saizi kuondoka nyumbani unaondoka salama, lakini kurudi unakuwa na mashaka. Kwamba aidha kuna mtu hapa nilikuwa nimemwangalia vibaya.
au kuna mtu labda nilikuwa sijamsalimia vizuri, anaweza kutumia kigezo kuja kunizuru. Sasa hizi mauaji, nasikia hapa Kiwira hapa vitu vingi, watu wanauana, huyu amechoma kisu, yule amefanya nini. Hiyo ni vurugu ambazo zinaendelea. Hii tunataka tunaileta nchi yetu kwenye laana. Hii nchi inaingia kwenye laana ambayo watu patakuwa pakaliki. Mimi naamini wewe ni polisi leo, una bunduki na kana kikundi ambako uko nako. Unaweza kana jeuri, lakini watu wakiamua kukuvizia kukuua, wanakuua na wewe ni mwanadamu kama mwanadamu wengine. Kwa sababu vijana siku hizi wamepasha, wameinua mavyuma. Wamevuta bangi vijana wa kipindi hiki. Sasa hata kama unalindwa, hapana, tusifike huko. Tusifike huko Tanzania, tusifike huko, hapana. Tufike tu mahala utu utawale. Utu utawale kuliko tutangulize utu, tutangulize binadamu kuliko vyeo. Kuliko mali, takataka, makaratasi ambao za mpaina. Yanatoa hai. Kuna kijana mmoja kama comment kwenye akaunti yangu ananiambia kwamba utu ni nini? Utu si kujaza tumbo, si utu watakuja kukufanyia kina Olira Odinga. Anasema nyie wanadamu nyie, na hisi mko duniani kama vipandikizi vya shetani. Amjui kwamba amani, haki kitawala ina maana sana. Sasa hata huyu Padri Kitina ni Kitima si Kitimba, naye amefanywa vurugu, kavamiwa mahali, kachomwa na vya kuchomwa, kapigwa na vya kupigwa. Unakuja kuona Tanzania tunakokwenda, tunaenda sehemu mbaya sana, tunaenda mbali mno. Tunaenda mbali sana. Kavamiwa mzee wa watu, kachomwa na vya kuchomwa, kapigwa. Unakuja kuangalia sasa kwamba sasa, yani nchi inataka wote tuwe manyumbu, yani mtu akiona mahali panaharibika akae kimya, asiongee. Kwa sababu labda nitakuja kuzulika. Hapana, Tanzania tusifike huko. Tanzania tusifike. Hii nchi, hii dunia tulijikutama wote tumo duniani. Hii nchi Mungu alitupa wote tuimiliki. Kuwa na kacheo, kuwa na kauongozi sio iwe tiketi ya kufanya unachojisikia. Hii nchi sote Mungu alitupa tuitawale, tuwemo. Ndio maana tunakubali kile unachokiongea tunakitii, lakini maana tukiona unatupeleka shimoni lazima tushtuke kwamba unatupeleka ni shimoni huku. Sisi ni watu kama wewe. Hata kama hatuna hadhi na wadhifa ulionao wewe, lakini sisi ni watu kama wewe. Wazungu walisema Mwafrika ukitaka kujua Mwafrika na roho gani, muahidi cheo, muahidi mali. Atafanya tukio ambalo utakuja unashangaa. Anaongea Trump juzi anasema kwamba Waafrika inatakiwa watawaliwe milele. Ni kweli kabisa. Waafrika wa Tanzania hawa, yani ilifani yani ilikuwa ina maana, yani bora walikuwa wanatawala wa koloni kuliko wanavyotutawala viongozi waliopo sasa. Viongozi waliopo sasa wanatawala wanavyojisikia wao. Mtu akiwa polisi, akiwa si mkurugenzi, akiwa si mtendaji, yani akiwa mbunge anajiona ndio amemaliza kila kitu, yeye ni binadamu na nusu. Wewe hamna, sio binadamu na nusu wewe. Wewe ni mtu kama watu wengine. Ndio maana ukila unaharisha, matumbo yanakuuma, yani unapitia dhiki na taabu mbalimbali. Mimi nikuase mtu wa Mungu, mtu uliyepo Tanzania, tusifike huko. Tusifike huko Tanzania, tusifike huko. Na Mungu awezaye kufungua ufahamu wako akufungue. Mungu awezaye kufungua akili yako akufungue. Kwa sababu unakokwenda mwanadamu unaenda mbali. Kuthamini mali, kuthamini fedha, kuthamini cheo, unaenda mbali sana. Yani utu umekutoka, unaona ukiwa na nafasi fulani umemaliza kila kitu.